Watu wengi wanalala wakiamini kwamba usiku ni muda wa kupumzika. Lakini ni wachache tu wanaojua ya kwamba usiku ni muda ambapo nguvu za mwanga na giza zinagongana. Ni muda ambapo kila kitu kilicho hai kinaongea, hata kama wewe hausikii, lakini ukweli ndio huo. Saa 9 usiku hadi saa 12 alfajiri huwa ni kipindi cha kipekee kinachoitwa The Thin Hour. Hiki ni kipindi ambacho ule mpaka kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa kiroho huwa unakuwa mwembamba zaidi. Sasa wakati huu kila kitu kilicho nje kinakuwa wazi kwa kupitisha nishati. Yaani kila kitu kinakuwa dhaifu, kinakuwa na uwezo wa kufyonza nguvu yoyote ile ya kiroho. Sasa kama hicho kitu kikikutana na nguvu nzuri, basi utapata baraka. Lakini kama kikikutana na nguvu mbaya, basi kitakuletea negative energy, nguvu mbaya ambayo itaharibu maisha yako yote. Utaanza kupata usingizi mbaya, ndoto mbaya, migogoro isiyoeleweka nyumbani, na ndio maana huwa inashauriwa kazi zote zifanyike asubuhi. Ikifika jioni, kila kitu kimekamilika na kila kitu kinaingia ndani. Kama ni kufua, mpaka inapofika jioni, nguo ziwe tayari zimeshafuliwa na zimeshakauka, zinaingizwa ndani. Kama ni vyombo tayari vimeshaoshwa, vinaingia ndani. Haya mambo ya kuacha vitu nje usiku, itakuja kukukosti. Na inawezekana tayari inakukosti, lakini hujui kwamba hicho ndicho kinachokukosti. Huu ulimwengu tunaoishi huwa una kanuni zake. Ukienda tu kinyume na kanuni za kiulimwengu, ni lazima utateseka sana hapa duniani. Sasa kuna vitu ambavyo ukivisahau nje usiku, unafungua lango la giza bila ya wewe mwenyewe kujua. Kila kitu hapa duniani huwa kina nishati yake, na siku zote huwa ninawaambia hivyo. Kwa hiyo mavazi yako, vyombo vyako, pesa zako na hata viatu vyako vimebeba nishati fulani. Usiku nishati hizo huwa zinaonekana kama mwanga hafifu unaovutia viumbe visivyoonekana. Kwa hiyo kitu chochote kile unachokiona hapa duniani huwa kimebeba nishati yake, na hiyo nishati inaweza kuvutia kitu fulani. Nguo zako ulizovaa mchana, ukiziacha nje, universe inazisoma. Yaani universe inaona kila kitu kwa kupitia nguo zako ulizozivaa. Kila huzuni, kila mawazo mabaya uliyokuwa unayawaza mchana huwa yanaonekana ndani ya vitambaa vya nguo zako. Sasa wakati giza linapoingia, roho zinazosafiri huwa zinakuja na zinaanza kuzivuta hizo nguvu zilizopo ndani ya hiyo nguo yako. Kwa hiyo asubuhi ukizivaa, unaanza kujihisi uchovu, huzuni, au unajikuta unaanza kupatwa na bahati mbaya mara kwa mara bila sababu ya msingi. Hiyo ni kwa sababu umevaa nishati ambayo sio yako tena. Na pia vyombo vya chakula, sahani, sufuria, yani vifaa vyote vinavyohusiana na chakula unachokula, ukivisahau nje, unakaribisha nishati ya njaa. Na swala hili watu wengi huwa hawalijui. Watu huwa wanachukulia poa tu, baada ya kula anaacha vyombo nje, aidha kwenye karo au sehemu yoyote ile ambayo ni nje ya nyumba. Sasa wakati wa usiku huwa kuna roho chafu zinazozunguka nje, zinaweza kupitia vile vyombo vyako na kuanza kula kivuli cha chakula chako. Na mara nyingi baada ya kufanya hivyo huwa wanabaki na kitu chako cha thamani sana ambacho ni amani yako. Na kitu kingine ni pesa. Hivyo nafahamu kwamba pesa zako pia ni roho. Huwa zina pumzi ya utajiri wako, zinapumua. Sasa ukiziacha nje ni sawa na kusema kwamba njoo uchukue bahati yangu. Unaziita roho chafu zije kuchukua bahati yako, na universe haitachelewa. Itatuma nishati za umaskini na zitabadilisha bahati yako taratibu bila wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo basi naomba nikuambie kitu hiki hapa. Pesa yako yoyote ile usije ukaiacha nje hata kwa bahati mbaya. Yaani hata kama ni shilingi 100 au shilingi 500, usije ukaisahau nje. Haijalishi unakaa nyumba ya namna gani. Inawezekana wewe umejiachia sana, hapo ni kwako, huo mjengo wote ni wa kwako. Unaweza ukaacha pesa nje ukaikuta, unaweza ukaiacha barazani ukaikuta, lakini si salama kuacha pesa zako wakati wa usiku. Kitu kingine ni maji. Jamani, maji usiyaache nje.
Maji huwa ni kioo cha dunia ya siri. Kama hayo maji haujayanenea chochote na wala haujaweka intention yoyote juu ya hayo maji, kwa sababu unaweza ukaacha maji nje kwa ajili ya full moon, yani unakuwa umeyaanika yale maji kwa ajili ya kupata nguvu za full moon. Hayo maji ni salama kwako. Na pia vile vile unaweza kawa umeacha maji nje kwa ajili ya kufyonza negative energies zinazozunguka katika mazingira ya nyumbani kwako. Hiyo haina shida. Ninachoongelea hapa ni kuacha maji kiholela. Unakuta mtu amekinga maji, kayaweka kwenye ndoo zipo wazi, halafu anaziacha nje ya nyumba yake, zinalala usiku kucha. Hayo maji sio salama. Usiku maji huwa yanachukua kumbukumbu za anga, kumbukumbu zote nzuri pamoja na mbaya. Sasa asubuhi ukiamka ukayanywa hayo maji, unakuwa unakunywa nishati za usiku mzima. Kama ulikuwa ni usiku wa full moon, basi utapata baraka za universe. Lakini kama ni usiku ambao hauna intention yoyote wala nguvu zozote zile ambazo ni positive, basi jiandae kwa kuanza kuandamwa na negative energy. Hapo utajikuta unaanza kusumbuliwa na usingizi, unapata usingizi mzito, usingizi mbaya, ndoto mbaya, unajikuta mwili unachoka ovyo, kila unachofanya hakifanikiwi, nyota yako inafifia. Hayo yote ni madhara ya kunywa maji yaliyochafuliwa na nguvu za giza. Na pia tukija katika viatu vyako unavyovivaa miguuni, haijalishi ni viatu vya aina gani. Naomba nikwambie siri hii hapa. Viatu vyako vimebeba siri nyingi sana kuhusiana na wewe mwenyewe. Viatu vyako vina kumbukumbu ya kila ulipotembelea. Usiku universe huwa inaziona kama ramani za maisha yako. Sasa kama ulipita mahali pagiza kwa kutumia hivyo viatu vyako, halafu ukaviacha nje usiku, sasa roho za giza nyakati za usiku zinaweza kuanza kufuatilia nyayo zako mpaka nyumbani kwako. Matokeo yake unaanza kuandamwa na nguvu mbaya. Kwa hiyo viatu pia sio kitu kizuri cha kuacha nje. Hifadhi viatu vyako ndani kwako. Na wakati mwingine mtu anaweza akaamka asubuhi halafu akawa anasema, mbona kama usiku nilihisi kuna mtu amesimama nje au kuna mtu alikuwa anatembea nje. Sasa naomba nikuambie kitu hiki hapa. Sio kila mara unaposikia vishindo nyakati za usiku, awe ni mtu au awe ni mnyama fulani, huyo sio. Inawezekana ni nishati iliyovutiwa na kitu ulichokisahau nje. Kwa hiyo jiulize, usiku huwa unaacha nini? Na hapa naomba mnielewe vizuri sana, nisikilize kwa makini sana. Usiku sio adui kwetu, lakini usiku unaweza ukawa sio rafiki kwa kila mtu. Kwa wale wanaoelewa nguvu zake, basi wanakielewa hiki ninachokizungumza na wanauheshimu usiku. Na pia vitu vya watoto, yani vile vitu vyote vya kuchezea watoto, usipende kuviacha nje nyakati za usiku. Kuna muda unaweza kumwona mtoto anaamka usiku akilia, alafu anaanza kukwambia nimemwona mtu. Sasa wewe unaweza ukasema huyu mtoto anaota au ni muoga. Sasa naomba nikwambie, sio ndoto wala sio uoga, ni mawimbi ya nishati yanayopita kutoka kwenye kitu chake ambacho amekiacha nje gizani. Inaweza ikawa ni viatu, nguo, mdoli au kitu chochote kile cha kuchezea mtoto. Kwa hiyo usiku unapokaribia, kusanya vitu vyote vya mtoto, kusanya vitu vyote vinavyomuhusu mtoto wako, vihifadhi ndani. Hifadhi ndani ya nyumba ambayo imenenewa maneno yenye nguvu. Hifadhi ndani ya nyumba ambayo ni salama kiroho. Kumbuka kwamba kila kitu unachokimiliki kina uhai na nguvu fulani ndani yake. Kwa hiyo kamwe usikiache gizani, kwa sababu giza huwa lina tabia ya kuchukua. Kwa wale wanaojua huwa wanaishi kwa amani sana, lakini kwa wale wanaopuzia, wenyewe watakuwa ni mashahidi wa kile wanachokipitia sasa hivi. Na pia kuna hivi vitu vyenye asili ya chuma, usipende kuviacha nje wakati wa usiku. Hivi vitu ukiviacha nje, aisee, unavutia balaa katika maisha yako. Katika nguvu za kiulimwengu, chuma huwa hakilali usiku. Kwa mfano, kuna hizi nondo, jembe, panga au hata kisu. Vikibaki nje usiku huwa vinabeba mawimbi ya nguvu kali au tunasema vibration ya mgongano. Sasa wakati wa mchana hivi vitu jua huwa linapunguza hiyo vibration ya mgongano, lakini inapofika usiku, anga linaposhuka,
chuma kinaanza kuzungumza na hewa. Kiasili chuma huwa ni mtego wa magnetism, na usiku magnetic field ya dunia huwa inabadilika. Sasa hapo ndipo chuma kinaanza kukusanya nishati ya vurugu, hasira na vita vya anga. Na ndio maana nyumba zenye silaha au vitu vya chuma ambavyo huwa vinatapakaa nje bila mpangilio, yani vinalala, vinaamka, viko hapo hapo, mara nyingi hizi nyumba huwa zinatawaliwa na ndoto mbaya, au watu wanaokaa ndani ya hiyo nyumba hawaishi kugombana. Yani kila siku lazima ukute zogo, huyu kapigana na huyu, huyu ana vita na huyu. Hiyo ni kwa sababu hivyo vitu vinavutia nishati ya vita, yani vita inakuwa haishi ndani ya hiyo nyumba. Kwa hiyo ni muhimu sana mkawa na utaratibu wa kuhifadhi vitu ndani ya nyumba, au tengenezeni store maalum kwa ajili ya kuhifadhi vitu. Na pia kuna hivi vifaa vya umeme, kwa mfano redio, simu, taa za sola au betri. Vikibaki nje usiku huwa vinafanya kitu kinachoitwa frequency attraction. I say, usiku anga huwa linabeba mawimbi ya cosmic, au tunasema mionzi ya sayari na nyota. Sasa vifaa vya umeme hasa vile vyenye chuma na waya huwa vinafanya kazi kama antena, yani huwa vinavuta mawimbi na kuyatunza. Sasa wakati wa usiku universe huwa haina mipaka ya mawimbi, yani kunakuwa na mawimbi ya kila aina. Kuna mawimbi positive na mawimbi negative. Sasa unaweza kukuta wakati mwingine kinachovutwa ni frequency ya huzuni au nishati ya roho zilizopotea au roho za mizimu. Sasa wewe ukiamka asubuhi, unapokuja kukiwasha hicho kifaa, nguvu hiyo inatoka taratibu na inaanza kuingia katika mazingira yako yale unayoishi. Inaanza kuathiri hisia zako za ndani, atmosphere ya nyumba yako, ya watu mnaoishi eneo hilo, na matokeo yake mnajikuta mnaanza kutawaliwa na negative energy. Hivi ulishawahi kuamka asubuhi ukawasha redio yako, halafu pale mwanzoni unapowasha unaanza kusikia sauti zisizoeleweka kama sekunde kadhaa hivi, halafu baada ya muda ndio unaanza kusikia sasa sauti za redio ya kawaida. Sasa hizo huwa ni salamu za nishati zilizohifadhiwa usiku. Usiku huwa kuna mambo mengi sana yanatokea ambayo sisi hatuyaoni, lakini katika ulimwengu wa kiroho huwa kuna mambo mengi sana na yanaweza kuinterfere na maisha yetu ya kila siku. Na pia unapolala usiku, ubongo wako huwa una kawaida ya kutuma mawimbi, tunasema brain waves, na mawimbi hayo huwa yanapokelewa na universe. Lakini sasa kama kuna kitu chako kilicho nje ambacho kina kumbukumbu ya ubongo wako, kwa mfano kitambaa ulichojifunga kichwani au kofia uliyoivaa kichwani, hasa hayo mawimbi huwa yanapitia kwenye hicho kitu ambacho kilikaa kichwani mwako. Kwa hiyo nguvu mbaya zinaweza kupitia hayo mawimbi kwa kupitia hicho kitu ambacho umekianika nje. Kiasili kitu chochote kile ambacho kilikuwa mwilini mwako huwa kinaunganika na biofield yako. Kwa hiyo kama ukikiacha nje, unakuwa unaipa universe njia ya kukusoma. Hasa hapo ndipo unaanza kupata ndoto za ajabu, unaota mtu anakuita, unaona umevaa nguo zisizo zako, au unatembea gizani bila mwanga. Hiyo yote ni ishara ya kwamba tayari nguvu mbaya zimeshapitia vitu vyako. Kitu kingine ambacho ni hatari zaidi kukiacha nje ni kioo. I say, kioo usipendelee kukiacha nje hata siku moja. Wakati wa mchana huwa kioo kinaakisi uso wako, lakini usiku huwa kinaakisi anga. Wakati anga linapotazama kioo, universe huwa inajiona yenyewe. Sasa hapo ndipo pazia kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili unafunguka kwa sekunde chache. Na ndio maana baadhi ya watu huwa wanasema kwamba wakati wa usiku wakijitazama kwenye kioo huwa wanapata reflection zisizokuwa za kawaida, na wengine huwa wanakuta kioo kimepata ukungu na ukungu huo unakuwa haukauki, au kivuli cha ajabu kinajitokeza. Yani ni mauzauza tu, na haya yote huwa yanajitokeza nyakati za usiku. Sasa hayo mambo sio miujiza, ni matokeo ya kioo kuwa mlango wa anga, na wakati mwingine kile unachokiona ndani yake sio kivuli chako, bali ni kitu kinachokuangalia wewe kutoka kwenye kioo. Sasa kioo huwa kinakuwa hatarini zaidi pale kinapoachwa nje. Kioo kikiachwa nje kinaweza kikawa kama ni mlango wa kuingiza nguvu mbaya ndani kwako,
Yaani nguvu mbaya zinapita moja kwa moja mpaka ndani kwako. Na pia kioo hicho hicho kinaweza kikapitisha mpaka majini, na hasa kama kikiwa na ufa. Watu wengi huwa wanapuuza vioo vyenye nyufa. Yaani mtu kioo kikishapasuka anakitupa tu nje, anakitelekeza hapo, anakiweka uwanjani au pembezoni mwa ukuta, na bila kujua kwamba pale ametengeneza lango kuu la negative energy kuweza kuingia ndani mwake. Kwa hiyo basi, katika mazingira ya nyumbani kwako, chunguza kama kuna kioo ambacho kina ufa na kipo nje kinashangaa, maidia, kiondoshe. Nenda kakitupe mbali, au ikiwezekana kiteketeze kabisa. Na pia kuna hawa watu wanaopenda kupikia kuni au mkaa na majiko yao ni ya nje, yani nje ya nyumba kabisa. Sasa basi, ukishamaliza kupika, hakikisha moto wako unauzima ipasavyo. Usipendelee kuacha moto unaowaka nje ya nyumba yako hata siku moja. Na hili sio swala tu la kiusalama, bali limekaa kiroho zaidi. Kumbuka kwamba moto ni roho hai, ni roho inayoishi. Sasa ukiwasha moto unaita nguvu za uhai, lakini ukiuacha moto nje baada ya jua kuzama, unaupa mwanga kazi isiyokuwa yake. Yaani ule mwanga wa moto unapewa kazi ambayo haistahili kabisa. Kiasili huwa ipo hivi, moto usiokuwa na walinzi au wasimamizi huwa unavutia roho za giza zinazopenda joto. Katika haya yote niliyosema, kumbuka kitu kimoja muhimu sana. Hakuna giza lenye nguvu kuliko mwanga uliopo ndani yako. Yaani vibration za ndani yako zina nguvu kuliko kitu chochote kile. Usiku unaweza ukaonekana unatisha sana, lakini pia ni wakati ambao universe inasafisha dunia. Kwa hiyo basi, vitu vya kawaida kama vile nguo, maji, pesa, vyombo au hata viatu vinaweza kubeba nishati. Na hizo nishati ni alama za maisha yetu, ni kumbukumbu za matendo, hisia pamoja na mawazo yetu. Sasa wakati mwingine tunapoviacha nje, tunafungua milango midogo isiyoonekana na kufanya kazi katika maisha yetu. Na milango hiyo sio lazima iwe milango ya uchawi kama wengi wanavyofikiri, bali ni milango ya nishati. Yaani nishati inayoruhusu mwanga au giza kuingia katika maisha yetu kulingana na hali ya mioyo yetu. Kwa mfano, kama ukianika maji usiku katika kipindi cha full moon, maana yake ni kwamba utafyonza baraka za ulimwengu na utapata faida katika maisha yako. Lakini ukiacha maji kiholela katika kipindi ambacho sio full moon wala sio mwezi mwandamo, maana yake kuna unalolitafuta ambalo linaweza likaangamiza maisha yako. Lakini kwa sasa unachopaswa kufahamu ni hiki hapa: nguvu za giza haziwezi kukuumiza kama utakuwa unatembea katika nuru. Hata kama giza linakuzunguka, hata kama unahisi hofu, unakumbwa na ndoto mbaya au mizani ya bahati kuharibika, kumbuka kwamba giza halina mamlaka juu ya roho inayojua kusudi lake. Kwa hiyo basi, usiku unapofika, ingiza vitu vyako vyote ndani, funga mlango na ingia ndani kwako, tulia, upumzike. Usifanye hivyo kwa hofu, yaani ukiwa unaogopa kitu fulani. Fanya hivyo kwa kujua, ukiwa na ufahamu fulani ndani yako na ukiwa na ujasiri. Epuka sana kuwa na hofu. Universe huwa haiwataki watu wenye hofu, na mara nyingi watu wenye hofu ndio wanaokuwa rahisi zaidi kuwa attacked na nguvu za giza. Kwa hiyo linda nguvu zako za ndani. Hofu ina uwezo mkubwa sana wa kushusha vibration zako za ndani, na vibration zako ndio kila kitu katika dunia hii. Hizo vibration zako unaweza kuzitumia kuamrisha chochote kile hapo ulimwenguni na kikatokea. Na kwa wale wote ambao mmekuwa mkiishi kwa hofu, naomba niwaambie kwamba ndani yenu kuna mwanga mkubwa kuliko giza lolote ile la nje. Yaani wewe ndani yako unao uwezo mkubwa. Ni swala tu la kujua namna ya kuzitumia hizo nguvu zako za ndani. Zingatia yale yote niliyokuelekeza katika video hii na uyatekeleze ukiwa na imani ndani yako. Amini kwamba hicho kitu unachokifanya kitakwenda kukuletea matokeo mazuri. Na pia ziamini nguvu zako za ndani, na pia amini nguvu za universe. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe video hii ili video nyingine zinazofuata zisije kukupita. Asante sana.